Naomba niseme karibu niweze kuchambua ninavyoyatazama mahusiano. Mimi ninayatazama mahusiano katika makundi, nimeweka katika makundi matatu. Uhusiano nimeupa namba 1 lakini kuna uhusiano nimeupa namba 1 na uhusiano nimeupa namba 0. Kwenye huu uhusiano wa 1 ni aina ya mahusiano ambapo either binti na kijana wamekutana, wote wanapendana. Kwa hiyo wanapoingia kwenye mahusiano yao yanakuwa ni kama yanaruhusu vipindi vingi vya jua kuliko giza au mawingu kutawala. Kwa hiyo watu hawa wanafurahia maisha na uwezekano wa kudumu ni mkubwa, japo kutokea inakuwa nadra sana. Lakini aina ya pili ambayo ninaita 1 ni aina ya mahusiano ambayo binti na kijana au mwanamke na mwanaume wamekutana, lakini mmoja amempenda mwingine kuliko vile ambavyo mwingine anampenda mwingine. Na mahusiano haya yanakuwa mabaya zaidi kama ikitokea binti amependwa na mwanaume kuliko vile ambavyo mwanaume amependwa na binti. Ni hatari zaidi, vipindi vya jua hapa vinakosekana, muda mwingi ni mawingu sana, na ni sawa na kushika kala moto katika mkono. Kuyafanya mapenzi haya yaendelee inakuwa ni vigumu sana. Sijui, tafakari wewe ni wapi huko. Lakini aina ya tatu nimalizie ni ile aina ambayo nimeipa jina 0. Haya ni mahusiano ya watu, mke au mume, au niseme kwa maana ya binti au kijana. Hao wote wanakuwa wahanga au aina ya kwanza ya mahusiano au aina ya pili, kwa maana ya kwamba ni wahanga, either amedondoka kutoka kwenye 1 au amepata misukosuko kutoka kwenye hii aina ya pili ya 1. Kwa hiyo wanapokuja kukutana hapa, maana yake wanakuwa ni watu ambao tayari wana uzoefu, tayari wana akili timamu, kwa wanaingia kwenye mahusiano wakiwa na akili timamu. Kwa hiyo hapa niseme sasa, hawa watu wanaweza kusababisha vipindi vya jua katika mahusiano yao, na mahusiano yao yanaweza kudumu. Nione comments zako hapo chini, wewe unayatazamaje mahusiano kwa ujumla? Asante.